Habari mwanaufahamu, tupo bado kwenye kitabu cha Diamond ambapo tulikuwa tumejifunza jinsi ya kukamata wazo. Hapo nilikuwa nakwambia wazo la ghafla likija, chukua mkono wako na karatasi na peni, andika kwenye karatasi ambayo mtu hawezi kuiona, au kama uko karibu na mti, bongoa mti kidogo, ili siku zingine au muda mwingine unapotazama mti uweze kupata sababu ile iliyokufanya ukabomoa mti. Kwa namna hiyo unakuwa umetunza siri au umetunza nishati au wazo lile la ghafla lililokujia, na tunasema unakuwa umelikamata. Tumeangalia mambo mbalimbali katika somo hilo, lakini sasa kwenye kitabu cha Diamond tunaendelea. Nilikwambia kwamba Diamond ni kitabu ambacho kinataka kutuelekeza jinsi ya kutumia vipindi vya mwezi kufanya majambo yetu ya kiroho. Tunasema kwamba ulimwengu unaanzia ndani, kinachoonekana nje ni matokeo. Sisi tuko hapa tunajifunza ulimwengu wa ndani, ulimwengu ambao watu wengi wanauona lakini wanaupuzia kwa sababu hawana macho hayo ya kuona na kuelewa kile ambacho ulimwengu unazungumza. Sasa rafiki yangu, sasa umeshalinasa lile wazo, umeliona likija kama umeme na umelishikilia kwa siri bila kulieneza mtaani. Wewe haujalieneza mtaani, lakini kuna swali moja kubwa la kujiuliza. Kama nilivyokuambia, tutakuwa tuandae makazi ya wazo. Lazima tuandae makazi ya wazo hilo tulilolikamata. Kuna swali moja unaweza kujiuliza, je, mahali unapolipeleka wazo lile pako tayari? Huwezi kuleta mgeni wa heshima kwa nyumba ambayo ina kelele, uchafu, fujo. Wazo la ghafla ni mgeni wa heshima kutoka ulimwengu wa siri, na hekalu lako ambalo ni mwili wa nafsi yako lazima liwe na ramani inayoeleweka, ili mgeni huyo apate mahali pa kukaa. Watu wengi wanaishi ndani ya miili yao kama wapita njia. Hawajui milango yao, hawajui madirisha yao, na hawajui sehemu gani ya miili yao inayovuja nishati. Ili uweze kutuliza wazo, lazima kwanza ujitambue wewe ni nani katika ulimwengu wa mtetemo. Wewe sio jina lako wala sio kazi unaofanya. Wewe ni hekalu linalotembea ambalo lina uwezo wa kunasa na kukuza habari. Ramani ya hekalu lako ina vituo vikuu vya nishati. Wazo linapoingia linapita kwenye vituo hivi. Ukijitambua utajua kuzuia kelele za nje zisiharibu utulivu wa ndani. Kujitambua maana yake ni kuacha kuwa kama kitu kinachoelea kwenye beseni ambayo tulizungumza mwanzoni, na kuanza kuwa mlinzi wa mlango wako wa fahamu zako mwenyewe, fahamu za kiroho za juu kabisa. Wazo la ghafla linapokuja, mara nyingi linakuja na msisimko mkubwa. Msisimko huu ni hatari. Ni kama maji yanayochemka. Huwezi kuona sura yako kwenye maji yanayochemka. Ili uweze kuanza kulifanyia kazi wazo lako kwa kutumia ule uwiano wa asili, ni lazima kwanza ulipooze. Kulitunza wazo sio kuliacha lipotee, bali ni kulivua ule msisimko wa nje, hisia za hofu au sifa, na kuliacha libaki kama habari safi. Sasa, jinsi ya kutuliza wazo lako ndani ya hekalu lako. Tujifunze jinsi ya kulituliza ili wazo ndani ya hekalu lako. Kitu cha kwanza, tafuta ukimya wa lazima. Mjenzi wa kweli anajua thamani ya saa 10, na tunasema mjenzi wa kweli anajua thamani ya saa 11 alfajiri au dakika chache kabla ya kulala. Masaa hayo ni masaa ambayo mtu au watu wengi hutenga kwa ajili ya kuzungumza au kutafakari mambo mbalimbali ya kiroho. Kwa hiyo ukiwa ni mjenzi, naposema mjenzi, ni mjenzi hata haya mawazo. Usifikirie labda mjenzi wa nyumba.
ni mjenzi katika fahamu za kiroho za juu, mtu anayejenga mambo, mtu anayepambania mawazo. Huu ndio muda ambao kelele za mifumo ya watu wengi zinapungua. Ingia ndani ya chumba chako, funga mlango, ukae bila kufanya kitu chochote. Kama una simu weka pembeni. Usiwaze wazo, liache wazo likuwaze wewe. Kitu cha pili, baada ya kitu cha kwanza hapo unakuwa umetafuta utulivu wa ghafla. Tafuta muda wowote. Kama ni saa 11 alfajiri, saa 11 asubuhi. Ule muda ambao umekusia kwamba ni muda ambao pazia la ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa mwili linakuwa ni jepesi. Muda huo saa 11 asubuhi. Kwa ni muda mzuri wa kuingia na kutoka kwenye ulimwengu wa kiroho kupitia mawazo na fikra na tafakari. Kitu cha pili, unapopata wazo, vuta pumzi ya asili. Pumzi ndio inayounganisha ulimwengu wa nyama na ulimwengu wa roho. Unapovuta pumzi ndefu na kuitoa taratibu, unakuwa unaliambia hekalu lako kuwa sasa tuko salama. Hii inapunguza kasi ya akili ya mtaani. Inapunguza akili kuwa kwenye ile hali ya mawimbi ya beta. Na badala yake inafungua mlango wa akili ya hazina. Kitu cha tatu, jinsi ya kulituliza wazo ndani ya hekalu lako. Baada ya kuwa tumeshaona kwamba lazima utafute ukimya wa lazima, lakini lazima uvute ile pumzi ya uhai. Lakini kitu cha tatu, ili kuweza kutuliza wazo la ghafla, nasema liweke wazo kwenye kitanda cha utulivu. Piga picha moyoni mwako kuwa lile wazo sasa limetulia, halikimbii tena, halikupi pressure tena. Lipange kama unavyopanga nguo zako ndani ya sanduku kwa utulivu. Hapa ndipo utaanza kulipa wazo lako heshima ya kuwa kiumbe hai. Rafiki yangu, sasa huwezi kupanda mbegu kwenye ardhi yenye miiba. Miiba ya hekalu lako ni kinyongo, hasira na hofu zilizopita, au hisia nyingine mbaya kama nilivyokuwa nikifundisha siku zote habari ya low frequency. Huwezi kupanda wazo ukiwa kwenye low frequency. Kama una hasira na mtu au kama bado unaumia na makosa ya mzunguko uliopita, lile wazo lako jipya litaungua, halitaweza kuwa. Ni lazima ufanye utakaso wa ndani. Samehe yaliyopita, sio kwa sababu wale watu wanastahili, bali kwa sababu hekalu lako linahitaji utulivu ili liweze kuumba. Ondoa kila nishati inayovuta hekalu lako kwenda chini. Ondoa kila nishati inayovuta hekalu lako kwenda chini. Hiyo nishati itoe. Hiyo nishati inayokurudisha nyuma si nyingine, ni nishati za low frequency, kama tulivyokuwa tumekwisha kujifunza kwenye madarasa yaliyopita habari ya low frequency na high frequency. Kwa lazima utoe hisia za low frequency ili uweze kuendelea hapa. Kumbuka, alizeti inahitaji ardhi laini ili iweze kuchana. Inahitaji ardhi laini ili iweze kuchana na kutokea nje. Mbegu ya alizeti ndio tunayoizungumzia. Ukipanda chini ardhini, mahali pakiwa laini, inachaa kwa furaha na bashasha na inatoka nje. Ikiwa ardhi yako ya ndani ni ngumu na imejaa chuki, imejaa vitu vya ovyo ovyo, imejaa low frequency nyingi, mbegu ya wazo lako itabaki ndani na kuoza. Mara tu utulivu unapopatikana, hapa ndipo unapoanza kuchora ramani ya kile unachokitaka. Huu sio muda wa kuanza kutafuta pesa au vifaa vya nje. Huu ni muda wa kuchora kiunzi cha ndani. Lazima ujiulize, wazo hili lina sura gani likikamilika? Lazima ujiulize pia, wazo hili litaleta faida gani kwa ufalme wangu? Lazima ujiulize pia, wazo hili linahitaji utulivu wa kiasi gani kila siku? Unapoanza kuona ramani hii kichwani mwako kwenye utulivu, unakuwa unalipa wazo lako mifupa. Bila mifupa, wazo ni nyama.
wazo linabaki kuwa nyama tu, ambapo mifupa huwa ni kitu ambayo mifupa yenyewe inalala chini. Ni lazima likiwa tunasema wazo lakini hapa sasa, lakini wazo likiwa na mifupa, likiwa na muundo, linaweza kusimama na kuanza kutembea kwenye ulimwengu wa nyama. Wazo hili linaweza kusimama na kuanza kutembea kwenye ulimwengu wa nyama, kama vile mifupa yetu sisi wanadamu inavyotuwezesha sisi kujiongea, kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Rafiki yangu, sasa hatua hii ya kwanza ndio msingi wa yote yatakayofuata. Usikurupuke, jipe muda wa kujitambua na kulituliza wazo lako. Hekalu lililotulia ni hekalu linalopokea kibali cha asili. Ukishamaliza kulituliza wazo lako, asili yenyewe itaanza kukupa ishara za jinsi ya kuliwekea ule uwiano wa dhahabu ambao tutajifunza hapo mbele kidogo. Tutaendelea, habari inayofuata tutakuja kujifunza sasa habari ya new moon ambayo tulijifunza kwenye andiko lake la peke yake. Hapa tutajifunza sasa ili kuweza kupata muongozo wa moja kwa moja wa nini cha kufanya katika vipindi vya mwezi. Tunasema hekalu lako sasa limekuwa tulivu kama uso wa maji ya kisima cha zamani. Maji ambayo yametulia, hayachezi. Yale maji ambayo unaweza ukaweka macho pale na ukatazama chini ya maji, au ukatazama chochote kilichopo kwenye maji, au ukajitazama mwenyewe. Maji yaliyotulia. Na hapa sasa tupo tayari kuliweka wazo kwenye mzunguko wa ulimwengu. Tunaliwekaje? Tunalipandaje? Ndio tunakuja kwenye habari